Kwa hiyo nao unamwachia mtoto mzuri John, yani anaenda hivi hivi tu yani. Sasa utafanyaje? Kwa sababu unavumilia mimi nina familia. Sio umeelewa bwana? Okay. Nina familia na kwa sababu ya familia ndio maana unastahili. Sio kwa sababu kama isingekuwa familia ungeweza kujitahidi hapo ongeza. Shida. Mimi nakwambia leo nimepatikana. Sio umepatikana bado Lisa chambu chambu. Ndio si maana tunatujuze. Maana John tunakujua unajua kitambo kikubwa zaidi ni kuishinda nafsi yako. Umenielewa kuishinda nafsi yako, tamaa zipo, mambo yapo, vitu vizuri vipo, wanawake warembo wapo wa kila staili, wenye pesa, maskini, wenye mashepu, wenye manini, wapo, lakini kikubwa zaidi ni kuishinda nafsi yako. Na mimi namshukuru Mungu katika hilo. Na siku hizi mpaka wengine wanaenda Uturuki. Naliweza. Je, kukutana nao wanaenda Uturuki nao wao? Kueleza kwao. Kufanya habari zao hizo. Sio la kuzuia, la kuuliza tena leo. Kwa sababu hali ya siku hizi ilivyokuwa tena, mtu unamkuta umempotea, unakuta flat screen unashangaa. Hatari. Mara tu gani unamshangaa Wanjala naye. Wanjala kanda. Unaanza kuscroll picha za nyuma sasa unaanza kusema jamani huko ilikuwa mbona hivi iko hivi. Kwa hiyo nafikiri katika watu wa design wa enzi zenu hapo ambao sasa hivi wamebadilika. Yaani unajua maisha. Unajua fanya uko mweusi au mweupe sasa hivi maisha yamebadilika sana. Yaani sasa hivi unajua wenyewe wanasema ndio hivyo, wanataka kwenda na wakati. Wanataka kuwa up to date. Kwa hiyo unakuta wengine hawajakata tamaa bwana. Wengine wabishi bado. Wabishi. Wanakoma tu. Sura zinalegea jigo lakini bado na yeye anakujikuta kama mtoto 2000. Matiti yanadondoka wananyanyua. Na sisi kuna vivi plaster mama hatari. Okay. Kwa hiyo wapo wengi ambao na Rashida mwenyewe anawajua wapo. Rashida anajua afa mwisho siku anataka mimi mchana. Najua Mbona unachotaka mimi mchana? Wewe si unalala. Si unajua mimi huaga naendaga sana sehemu yake kwenye usiku. Sikiza usiku pale. Kwenye nani nyumbani lounge hatari baba. Kuna The Mars wanakujaga zao waenzi zenu. Brother Dininga, turudi miaka 6 nyuma iliyopita, ulifanya interview na kitu fulani hivi na uliweza kuzungumza swala kwamba msanii Diamond Platinum unamfanisha na kama na King of Pop aloenda Michael Jackson. Hii kwako umeona kitu gani tofauti na wasanii wengine? Why Diamond Platinum? Diamond Platinum nilizungumza hivyo ni kutokana na kwamba namna ambavyo anauthamini muziki au kazi anayoifanya. Na reinvest katika kile ambacho anakifanya ambacho wasanii wengi hawafanyi, na ndicho alichokuwa akikifanya Michael Jackson. Unajua ukiinvest vizuri katika biashara yako haiongopi. Amini usiamini, haiongopi. Inawezekana usipate faida kubwa sana kama kulingana na ulivyoinvest, lakini haitokaa kwa kudondosha. Tofauti na ukiwa unaogopa kuinvest. Kwa hiyo ukimwangalia Diamond sehemu kubwa, na ndicho kilichomfanya hawe Diamond leo alichukua sehemu kubwa ya pesa ambayo anaipata anairudisha tena katika kuhakikisha kwamba kazi yake ambayo ni muziki inaendelea kumweka katika lamani na inaendelea kumweka pale alipo. Unaona? Yaani kwenye swala la ku-reinvest kwenye shughuli zake unaona kabisa kwamba huyu hapepesi macho. Anapambana. Na ndicho alichokuwa anakifanya Michael Jackson. Michael Jackson nyie mnazungumzia sijui video ya $500,000 mwenzenu anazungumzia video ya $5,000,000. Yaani kutengeneza video ya $5,000,000. Sasa unafikiri video ya $5,000,000 Kwa hiyo namaanisha ni toa hela upate hela. Toa pesa upate pesa. Na ndicho hicho ambacho nimekiona, na ndicho ambacho anakiona kinamfanya sasa hivi mpaka leo unamwona Diamond Platnumz ana shine. Hana mchezo, hana masiara kwenye kuhakikisha kwamba kazi yake inaenda. Hana kazi mbovu. Akitoa kazi mpya, nyimbo inaweza kawa ndio hiyo. Alioimba sijui nani na aliimba Diamond labda zinataka kufanana, lakini hiyo reinvestment ambayo inafanyika katika kuhakikisha kwamba kazi inakwenda, atachokipata huwezi kujiuliza kwa nini anakipata. Okay, sawa. Tutamani kujua kwa sababu madiji wengi sasa tunaona vijana na sisi tupo kwenye industry ya kwenye media, tunaona pia baadhi ya ma DJs
wewe unawezaje kuvuka miaka takriban 30 kutumia kilevi chochote wala kuvuta sigara? Hebu tuambie siri ni nini? Kwa sababu tunajua DJ apate vibe na sasa hivi kuna muziki wetu unaitwa amapiano. Kwa kidogo lazima mtu awe masanga. Habari ndio hiyo. Wewe umewezaje kuvuka brother John Dilinga? Mimi nimevuka vingi, sio tu pombe. Nimevuka vingi. Tunataka tujue kwa vitu gani wanachambu wanataka kujua sana, kwa sababu kwanza mimi historical background yangu nikikwambia nimekulia eneo moja Morogoro linaitwa Manzese. Manzese huko ni jina lingine aka Soweto. Okay. Yani hiyo area mtoto kama hajawa mwizi basi kawa jambazi au kibaka, yani chupu kama hajavuta sigara au bangi, yani ni jambo ambalo haliwezekani. Na hayo maisha ndio mimi nilikuwa nikikua. Ndio umetokea huko. Hao wote ambao sio leo wameenda kuvunja, sio wameenda kufanya. Kipindi hicho anaitwa John Mzungu. Walikuwa wanaita John Mkimbizi. John Mkimbizi. Umeona? Kwa hiyo yayo mazingira ya kuishi na watu wa design hiyo, na wewe usithubutu kufanya hivyo chochote, kuvuta bange au kuvuta sigara au kuingia katika kishawishi chochote au kishawishi cha kwenda sasa na wewe leo ujoin company muende mkafanye tukio au mkafanye nini. Hiyo ni self control. Pasipo mtu kukuzuia usifanye hivyo. Umeona? Hiyo ni self control. Sasa nimekurudisha nyuma ili kuonyesha kwamba moja ya vitu ambavyo Mungu kanijalia ni ile self control, kuweza kucontrol vitu na kuona kabisa hiki ambacho siwezi kufanya, hiki sihitaji kukifanya, sifanyi hivyo. Na ndio maana leo mpaka leo nimeingia katika tasnia ya DJ. Situmii kilevi cha aina yote. Haikijanizuia kufanya shughuli zangu, hakijanizuia kuwa nyota wa mchezo tangu miaka hiyo, na mpaka hivi leo situmii kilevi cha aina yote na naendelea kudunda. Kwa hiyo Joni, kama utumii kilevi chochote labda utumii, yani kitu gani ambacho wewe labda kingine badala ya hicho ambacho unafikiri? Nafikiri kwa kiasi kikubwa sana na leo muziki. I think sababu tadi unajua, I think kwa sababu mimi hata nikiwa na homa kali nikipanda kwenye stage nikishika zile mashine mbele yangu hivi, homa inapanda, nikianza kucheza wimbo wa kwanza yani tayari mimi nakuwa mtu mwingine tofauti. Hivyo tu Joni, yani unaniona na ninaona, lakini hivyo tu Joni, vingine wewe unakujaga the mass unaniona basi Joni, mbona hivyo, lakini vingine hiyo ni vinginevyo hivyo ndio, kwa sababu fikra ambayo hiyo ndio fikra ambayo watu wengi wanafikiria kwamba kama unywi pombe uvute sigara basi sio una kitu gani kingine. Sio kitu, sio una kitu gani ile maana Joni, kweli jamani, tadi nafikiri unaona mtu ambaye avuti sigara anywi pombe, ndio sasa ndio nakwambia. Sasa wewe umeniambia kipi ambacho shisha. Wewe umeniambia nini ambacho kinanilewesha? Nini ambacho mimi nakwambia kabisa. Wewe unaamini kwenye hilo? Hii itakuwa mireresho. Mireresho vipi? Analazimisha. Si lazimishi tayari. Kingine ndio nishakwambia mimi nikisikia muziki na hata wewe unanijua, umeshakuja the mass, unaona ninapokuwa jukwaani ndio nakueleza kwamba mimi hata nikiwa najisikia homa au najisikia nimechoka, najisikia naumwa kabisa, nipandishe kwenye jukwaa, niwekee equipment, uanze scratch vile, niwekee watu hapo mbele, kuna bwana hawa watu wanatakiwa kupata burudani. Kama ni stretcher, nikimaliza pale ndo utanipakia kwenye stretcher, lakini in the meantime hiyo energy ninayokuwa nayo, feeling ninayokuwa nayo, Joni anatuokota namna hii tadi kweli jamani. Mimi DJ kama huyu najaribu kufikiria ensamboy wa zamani mpaka sasa kwenye ubora. Joni usitutanie bwana, mimi sijakataa yote umeniambia Rashid, lakini nimekubali kwamba changamoto hizo zipo, lakini nina kitu kinaitwa self control. Sio mimi naweza najimudu, najua kabisa kwamba
hili jambo linabidi liishie hapa mpaka uishie hapa. Huko tunapoenda naelekea natumbukia sasa baba wa familia huko sasa ninapoenda ni hivi na hivi na hivi, hata kama kwa sababu kuwa baba wa familia wangapi bwana anakuwa baba wa familia, lakini mambo mbovu ila John Dilinga hapana penda hizo habari. Kwa mfano brother Dilinga hapo akitokea mtoto wako anatamani kuwa DJ kama wewe, unaweza kukupa nafasi kumruhusu? No, kiukweli kabisa mimi binafsi nisingependa mtoto wangu awe DJ. Kwa nini sasa? Kama itatokea atataka sawa, atapenda sawa, lakini nisingependa kwa sababu I think unahitaji utimamu wa hali ya juu sana kuwa DJ. Mimi najua changamoto kama hivyo viunzi ninavyokuambia ambavyo nimeviruka na sasa wewe umekuwa utimamu, kwa nini atashindwa? Wewe mbona ushakuwa utimamu, kwa nini ashindwe? Ndio maana nasema hasa ukiangalia ma DJ unafikiri unaweza kuviruka hivyo viunzi? Sio mchezo, vishawishi ni vingi sana. Yaani vita ni vikali sana kuliko ambavyo unadhania. Umeona? Sasa mimi nimeweza, lakini nimeweza huko nikivitathmini. Nasema hii kweli jamani, uwe na moyo hivi kweli hivi. Mtu asiyokuwa na akili timamu, mtu anafikiria tu kwa DJ na kwa umaarufu sio na kwa nini na nini, kwa sababu mtu mwingine anakuwa DJ anafikiria umaarufu kwanza, anafikiria mademu kwanza, anafikiria yani watanipenda vipi. Sasa huyo mtu utamweza wewe kweli? Sio maneno huyo mtu sasa, yani atakuwa analala nao 6-6-7-7 na neno, sio maneno kwa sababu yani yeye ndio intention yake. Anaingia redioni mtu anaanza cha kwanza anafikiria demu gani kanisikia, si imekuaje, akipiga picha anafikiria kwamba kitu gani itakuwa vipi, utaondoka na yupi, itakuwa nini, nani atanitamani, si itakuwa vipi. Sasa wewe ukishaanza kufikiria hivyo unafikiri utasurvive. Kwa you need yani kuwa DJ na kuweza kusurvive katika situation hizi, hivi ninavyokuambia kwa karne hii you need hata zamani mimi nakwambia you need a lot of self control. Yani unahitaji self control ya tayari kuweza kudistinguish between the right and wrong, na kuweza kujua kwamba nikifanya hivi sio mimi, natakiwa sio hivi. Ujue kabisa saizi muda wa kufanya jambo fulani na muda wa kwenda kulala nikalale hizo, kwa sababu mtu mwingine hawezi. Mimi kuna mtu ambaye namjua leo hii na kuelezea mfano mdogo tu, kijana wangu ambaye nimemtrain, mmoja wa vijana ambao nimewatrain. Lakini hata umwambie kwamba bwana kesho nenda Dodoma kuna milioni 20, kachukue tu za kwako umepewa, na hana kitu, sio kama ana kitu, kachukue milioni 20 za kwako, lakini leo atakunywa mpaka saa 11 asubuhi, na ikifika saa 11 asubuhi au 12 asubuhi ndio ataingia ndani kwenda kulala. Ataamka saa 11 jioni, ile hela imeisha, hatoipata tena. Lakini kwa yani sio maneno, lakini mtu na timamu zako pia na kizapo timamu, ukiambiwa kwamba una self control, bwana kesho kuna milioni 20, hiyo milioni 3 tu ukiambiwa sasa ukaichukue, utaenda kulala mapema, kesho uamke waiko jioni. Hawezi, hana self control. Umeona?